kwa Tanzania? Ya, ni kweli. Of course mechi lazima iwe ngumu. Mechi iwe ngumu kwa sababu ya aina ya timu ambayo tunakwenda kucheza nayo, sio? Hawa ni Morocco ambao unazungumza World Cup iliyopita wamefika mpaka kwenye semifinal, sio? Kwa hiyo ni timu ambao ni kubwa, lakini hapa kwenye hizi sijui michuano ya ndani hizi chani wamechukua almost back to back. Kwa hiyo wamekuwa wanafanya vizuri. Lakini mpira wa miguu una pande mbili. Kuna nadharia alafu na uhalisia. Kwenye nadharia, eneo ambalo linaweza likatupa sisi jambo la kufanya ni trending ya Morocco kwenye AFCON ambazo zimepita. Ukiangalia AFCON almost 3 ambazo zimepita mpaka 4 ambazo zimepita. Ukiacha AFCON 2015 ambayo Morocco alikuwa muandaaji, lakini baadaye akatokea mambo ya ugonjwa na nini, akawa ame step down na akushiriki hiyo AFCON. AFCON zilizopita hapa ametolewa na Egypt mara 2 kwenye hatua ya 16 bora na robo finali kama kumzangu ziko sawa. Akatolewa pia na Sudan, I think. Yes, I mean South Africa. Kwa hiyo ukiangalia AFCON ambazo zimepita za hapa karibuni hajawa na trending nzuri ya kuweza kufanya vizuri. So inaweza ikawa ni advantage kwetu sisi kuitumia hiyo nafasi kwamba wana hiyo mpira pia kichwani kwamba tumekuwa tufanye vizuri pamoja na kama sisi wakubwa nini, hebu sisi Tanzania tupitie hapa tukafanya. So hiyo ni eneo la nadharia, lakini kiuhalisia tunacheza na timu ngumu, tunacheza na watu ambao wana quality, kwa lazima kila mmoja apambane. Kikubwa kwa wachezaji, work rate lazima iongezeke. Kuna makosa ya aina mbili, collective mistakes na individual, sio? Kwa hiyo haya makosa yote mawili hatutakiwi kuyafanya, kwa sababu unapofanya makosa binafsi kwa quality ya wachezaji kama Brahim Diaz, kina Karabi ambao wametuonesha kwamba wanaweza wakafanya lolote, yani wanaweza wakatawala kwenye 18 wakafanya lolote, plus Hakimi ameanza sasa kucheza baada ya kuwekwa akaekae sawa sawa. So tunacheza na wachezaji ambao wana quality kubwa. Kwa hiyo sifa kubwa au sifa mojawapo ya mchezaji mkubwa ni makosa madogo ama nafasi finyu anaitumia kwenda kuzaa bao. Kwa hiyo naamini mwalimu kazi yake kubwa alionao ni kuwajaza kichwani kwamba yes, tunaenda tukatoe kila tulichonacho, lakini makosa binafsi kwa aina ya mechi kama ile yatatugharimu. So mimi naamini ugumu sio kwamba haiwezekani. Tunaweza tukaenda tukapambana na mambo yakawa yako sawa sawa. So ni mechi ngumu, lakini hatuwezi kushindwa kufanya chochote. Kwa ufupi, uthubutu na kutokukata tamaa. Na meaning of football ni mpira yani sasa tunajaribu mechi ya Morocco na Tanzania. Kinadharia kila mtu anaweza akasema chake, mechi imeisha, Morocco ana nafasi kubwa, which is fine, ndo options za mpira wa miguu. Lakini ndani pale kuna ule uhalisia ambao watu wanakwenda kuona kwa sisi tukicheza na Morocco. Kwa hiyo watu wengi walidump Stars kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo za kimpira, which is mimi sina tatizo nao, lakini wakasahau kwamba mpira wa miguu ni ule ambao sasa unaenda kuchezwa pale dakika 90. Kwa hata mechi ya Morocco ni favorite, no doubt, na kila mtu hamna ambaye anakataa, lakini haimaanishi kwamba hatuwezi kwenda kufanya jambo kwenye hiyo mechi dhidi ya Morocco. Kwa kumalizia, Moze, naomba